الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji, wafuatiliaji vipindi vyetu vinavyoendelea katika Ndauka Islamic TV. Hapa tupo na Ustadhi Jafari kutoka mkoa wa Lindi. Tupo mkoa wa Lindi mjini. Hapa leo mada yetu ni ya matendo. Muumini wa dini ya Kiislamu namna gani anatakiwa kutekeleza matendo katika kumdhukuru Allahu Azza wa Jalla. Hii ijulikane kuwa ni part 2. Part 1 tulishawahi kuongelea mambo ya maadili kwa mwezi uliopita. Leo ni tupo katika part 2. Atatueleza Ustadhi Jafari kutoka mkoani Lindi. Ustadhi, karibu katika kipindi chetu maalumu cha matendo kwa yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labda tuulize jambo moja na wapenzi watazamaji, wafuatiliaji vipindi vyetu vinavyoendelea vya kidini, swala la umuhimu wa kutoa sadaka, kwa sababu mwezi huu ni mwezi ambao kama vile tulivyokuwa tumeswali Eid al-Haji na wenzetu wakiwa kule Maka na Madina katika kutekeleza nguzo ya Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla, lakini pia na kuzuru kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Tujiunge nasi tuweze kupata elimu zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jina naitwa Jafari Isa na Mtungila, ni mkazi wa Lindi. Katika jambo ambalo Shekhe umeligusia ni jambo kubwa, kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka waja wake katika kujitahidi kuyafanya mambo ya kheri, ikiwemo na jambo la sadaka, hususan katika masiku haya ambayo tumeambiwa yanapatikana katika miezi mitukufu. Kumbuke kwamba bado tunao mwezi mtukufu wa Dhulhijja, katika ile miezi minne ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameieleza katika Qur'ani. Basi Dhulhijja ni mmoja wapo. Kianza na Dhulqaada, Dhulhijja, na ambao uko mbele yetu Muharram, ambao ndo mwezi wa kwanza katika ile hesabu ya miezi ya Kiislamu, na kwa mwezi wa kwanza, na mwingine uko peke yake mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa ujumla Sheikh amelieleza, na katika jambo hili la sadaka, lao tutalipa umuhimu wake, basi kwa hakika tutapata khairi duniani, lakini vile vile na maisha hayo ya akhira. Mtume alishazungumza katika mafuhumu ya hadithi, mafundisho sahihi, ma naqasa mali abidin min sadaqa, haipungui mali ya mja kwa kutoa sadaka. Kwa maana ukitoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuzidishia, atakufungulia, atakurahisishia riziki yako kuwa mzuri zaidi. Na mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mnachokitanguliza katika khairi, kwa maana hata katika jambo la sadaka, umetoa msikitini, umetoa katika madrasa fulani, umemsaidia yatima, fakiri, maskini, jirani, ndugu na jamaa, ule msaada uliompa ukitarajia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu anakupa ahadi kwamba tajiduhu inda Allah, mtakikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kile mlichokitoa. Lakini Allah akasema huwa khairan wa a'dhama ajra,
hali kikiwa bora na chenye ujira mkubwa zaidi. Kwa hiyo jambo la sadaka ni jambo muhimu sana ambalo natakiwa sisi tulazimiane nalo ili tuweze kutengeneza maisha bora hapa duniani, lakini vile vile katika maisha hayo yanayokuja ya akhira. Iko hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, alieleza umuhimu wa mtu kuishi kwa kuwasaidia watu wa familia yake, ambayo inakuwa ni sadaka vile vile, kuwasaidia watu wa jirani zake vile vile inakuwa ni sadaka vile vile. Akatoa mafundisho yake kwa waja wa Mwenyezi Mungu, akasema katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man talaba dunya halalan mufakhiran mukathiran muraiya, mwenye kuitafuta dunia kwa njia za halali lakini lengo lake mufakhiran, ili ajifakharishe, yani anataka ajifakharishe, watambie wenzake, lakini mukathiran, ili kujilimbikizia apate tu kwa wingi, hatoi katika mambo ya kheri wala hatoi sadaka. Muraiyan, lakini vile vile kwa lengo la kujionyesha. Hayo malengo matatu Mtume anasema hayafai, anatuonya nayo. Akatoa madhara yake, anasema laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban, huyo mtu atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amemghadhibikia. Lakini dunia imeitafuta kwa njia za halali, lakini malengo yale yamekuwa tofauti. Akaendelea kusema Mtume wa Mwenyezi Mungu, wa man talaba dunya halalan, mwenye kuitafuta dunia kwa njia ya halali, yuko dukani, duka la halali, analima shambani, kilimo cha halali kabisa, ameajiriwa ajira safi kabisa ya halali, pamoja na uchumi wa aina yoyote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza huyo, lakini malengo yake isti'fafan anil mas'ala, isti'fafan anil mas'ala, ili kujiepusha na ile hali ya kuombaomba. Uislamu unataka sisi tusiwe na sifa ya kuombaomba, tumemuomba huyu tumemuomba yule. Hapana, Uislamu ni dini ya mwamba Muislamu inamuhimiza, Uislamu unamuhimiza Muislamu kujituma, kujitafutia katika riziki za halali. Naam, huyo ndiyo Ustadhi Jafari Namtundila, namna alivyokuwa ameongea, ameelimisha na kukumbusha kwa Waislamu au kwa jamii yote inayotuzunguka. Kwa Waislamu waumini wa dini ya Kiislamu wameelezwa kuwa kuombaomba ni sio jambo zuri, ni bora zaidi kujitafutia kufanya kazi kwa ajili ya kujitafutia kipato cha halali. Ustadhi, hili jambo sasa hivi limekuwa ni kubwa sana, hususani tukiwa hata tumeingia msikitini. Ustadhi, pale imamu anaweza kuhitaji mchango kwa ajili ya maji au umeme, lakini watu wanatoa mchango yao, yani 200, 500, lakini sio kwamba hawana pesa. Kwenye mpira wanatoa pesa nyingi sana, au kwenye michezo mingine ambayo ya kidunia wanatoa pesa nyingi sana, lakini kwenye majambo ya Mwenyezi Mungu wanakuwa wanatoa ziaka. Je, jambo hili hukumu yake inakuwa vipi, au tunalizungumzia vipi jambo hili, ili tuwakumbushe wale ambao wanaoleta mchezo katika masuala ya Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam Sheikh, hilo jambo ama kwa hakika ni jambo si zuri kwa Waislamu, kwa maana kila Muislamu ana nafasi ya kuitukia dini yake ya Uislamu kwa vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomjalia. Kwa maana lau tutafika msikitini na shekhe imamu wetu akataka sadaka, tujue hiyo ni fursa kwetu sisi, tuone hiyo ni sehemu ya biashara baina ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ukishatoa tayari ile ni sadaqatul jariya. Utarekebishwa msikiti, utakarabatiwa msikiti, basi kwa hakika wewe ni miongoni mwa wale ambao watalipwa hata baada ya kuwa umeondoka katika maisha haya ya kidunia. Tukumbukeni Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuonyesha thamani ya
Muislamu juu ya kuihami dini yake ya Uislamu, alishatuuliza katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, enye mlioamini, je, sikufahamisheni biashara ambayo mkiifanya itakuokoeni na adhabu iumizayo? Kwa kuna biashara ambayo si tukiifanya Allah subhanahu wa ta'ala atatuokoa na adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo Allah ikabidi atujibie yeye mwenyewe, sababu swali kubwa na ni swali zito. Akasema tu'minuna billah, kwanza kumwamini Allah wa rasulihi na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini watujahiduna fi sabilillah, na kufanya juhudi katika njia ya Allah. Kauli za wanaochuoni wanasema njia ya Allah maana katika dini ya Allah, dini lazima tuipambanie. Lakini tunaipambania vipi dini ya Allah? Bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nini na nafsi zenu. Mungu akasema dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua. Manake mkijua lifanyeni hilo jambo. Kwa hiyo Sheikh, kuhusiana na hilo jambo, ni jambo muhimu. Misikiti yetu leo inakuwa katika mazingira duni, mazingira ambayo si mazuri, kwa sababu Muislamu hajaona umuhimu wa kwamba yeye ndo mfadhili namba moja wa kufanya msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira mazuri. Hata madrasa zetu zinakuwa katika hali si mzuri, kwa sababu sisi hatujakuwa tukiwa tayari madrasa, misikiti na sehemu zingine ambazo tayari zitahudumiwa na jamii ya Waislamu. Manake hizo sehemu zikasimamiwa na Waislamu, basi itahudumia jamii ya Kiislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo ni jambo, umeuliza jambo kubwa. Kwa hiyo tunaomba Waislamu waone ni fahari kutoa msikitini, ni fahari kutoa katika madrasa kwa ajili ya kuweka mazingira bora, ili tuweze kupata ujira mkubwa mbele ya Allah. Tumeshasema man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, yule atakayejenga msikiti basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjengea jumba la kifahari peponi. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa Islam, tubadilikeni, tutoeni zaidi katika majambo ya kheri, ikiwemo na katika sehemu za misikiti yetu ambayo tunafanya ibada. Kila msikiti ukiingia, hata Sheikh hajasema basi una 1000 yako itoe kwa ajili ya Allah, kwa hakika utapata ujira mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Ustadhi ametoa elimu ya kutosha na kuwakumbusha. Elimu hii inapatikana katika mkoa wa Lindi, ndani ya Tanzania. Pia ikumbukwe kuwa mwezi huu ni mwezi wa kuweza kuwakumbuka wapendwa wetu ambao waliotangulia mbele za haki. Pia ili Ustadhi, tunalizungumzia vipi katika swala la kuwaombea dua na kwenda katika sehemu zile ambazo wamelala na kuweza kufanya usafi, ili Mwenyezi Mungu awasamee makosa yao walioyatenda ya siri na ya dhahiri, kwa sababu sisi ni binadamu. Hili tunalizungumza vipi katika kuwakumbuka kwa dua? Ni jambo zuri na ni jambo ambalo kwa jumla tumehimizwa katika mafundisho ya Qur'ani na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kuwakumbuka ndugu zetu, jamaa zetu, hususan wazazi wetu ambao wametangulia mbele za haki, kwamba kule waliko kuna maisha wanayaishi, lakini sisi tuna nafasi ya kuombea mbele ya Allah, ili kama katika neema Mwenyezi Mungu awazidishie neema zaidi, na kama katika adhabu Mwenyezi Mungu awape takhfifu ya adhabu ya kaburi, kwa sababu hawana cha kuwasaidia wao isipokuwa dua zetu kwa sisi tuliobaki hai. Na Allah ameeleza katika Isra, suratu al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, amehukumu Mola wako usimwabudu yoyote isipokuwa yeye, wa bil walidaini ihsanan, na uwafanyie wema wazazi wawili, fanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo kuwafanyia wema wazazi wawili, aiza wako hai aiza wamekufa, bado wewe kama kijana, kama ni mtoto, kama ni
ni mja ambaye tayari umetanguliwa na wazazi wako wawili, wako mbele za haki, una nafasi ya kuwaombea dua. Sasa miezi hii ni miezi mitukufu. Hatuhusishi kwamba dua tuombe katika miezi hii tu, hapana. Wakati wote, miezi yote, mwaka mzima, mtu anajitahidi kuwakumbuka wazazi wako wawili, kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaja sifa ya watoto wema kwamba ni wale ambao wanaombea wazazi wao, maana yake wazazi wao wawili, maana yake dua. Aiza wako hai, Mwenyezi Mungu mjalie baba yangu afya, mjalie mama yangu afya, wajalie khairi, riziki mzuri wazazi wangu. Wakati wako hai unaombea mambo mazuri, lakini wakishakufa, kuna kauli pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza, rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira. Mwenyezi Mungu warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonirehemu, kama walivyonilea, kama walivyonihurumia mimi wakati niko mdogo. Kwa hiyo nafasi hiyo ni nafasi muhimu kwamba sisi ambao tuko na wazazi wetu tuwaombee wakiwa hai hapa duniani. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, tuwalinganie wao na dini, tuwahusie mambo mema, lakini wakishakufa bado tuna nafasi kila wakati kuombea dua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tulivyosema, si wazazi tu, bali kaka yako ametangulia, mdogo wako ametangulia, shangazi, mjomba, bibi, babu. Ni fursa muhimu kabisa ya kuombea dua, bali kuwazuru, kuwatembelea, kwa maana sehemu ambayo tayari wamelala kule makaburini, nayo ina kheri. Mtume alisema kuzuru makaburi tudhakiru al-akhirah, kuna mkumbusha yule aliyokuwa hai akhira, kwamba mimi ipo siku nitakuja hapa, kama walivyokuwa hawa wameletwa wamelala, na mimi nitakuja hapa. Kwa hiyo itampelekea mtu kuikumbuka akhira na akafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyazuru makaburi, sio katika miezi hii tu, maana imejengeka leo kwamba labda mfungo 3 ndo tunakwenda kufagilia makaburi, ikishapita mfungo 3 mpaka mfungo 3 mwakani. Hapana, ulifagilia kaburi la jirani, la ndugu, la baba, la mama, la ndugu yetu, ni wakati wote kuweka mazingira mazuri na dua, kuombea dua, kuwatakia kheri mbele ya Allah, ni wakati wowote inshallah. Naam, huyo ni Ustadhi Jafari Nantumbila, yupo hapa katika mkoa wa Lindi. Nasema mbao wa mkoa wa Lindi ni mpana zaidi. Ndauka Islamic TV tutaweza kulipotia taarifa mbalimbali zinazopendana na mambo ya Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla. Tutawatembelea makundi wa yale ambao yamepotea kabisa, hawamjui Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla. Tumalizie kwa jambo moja, sisi wanadamu tunafanya mambo makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu hatumridhishi, hususani kwa vijana. Sasa hivi kuna kundi kubwa sana limeingia kwenye masuala ya jambo la kujitoa kwenye ubinadamu, kuwa mwanamume anajitoa kwenye wanaume, anaingia kwenye uwa mwanamke, maana yake kujibadilisha ujinsia, ili katika hukumu yake Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla analizungumza vipi. Channel hii tumesema ni ya dini, lazima tugusie mambo ambayo yanokadhibisha Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadhi, hili linazungumziwa vipi? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo gani, ili wapenzi watazamaji, wafuatiliaji channel Ndauka Islamic TV waweze kupata elimu zaidi. Mtu mwingine anaweza kufanya mambo kumbe atambui, lakini kuto kutambua kwake sio ndio kuvunja sheria. Shekhe, katika mambo ambayo ni ya hatari, hususan katika zama zetu, ni katika hilo ambalo umeligusia la mtu kujibadilisha yale maumbile ya kiume, akatamani awe mwanamke, au mwanamke akatamani awe mwanaume. Ni katika mambo hatari ambayo Uislamu imeyapiga marufuku. Kwanza mtu inatakiwa uelewe na ufahamu kwamba wewe ni mja wa Allah, umeletwa na wala hujajileta. Na katika nguzo zile za imani kuna
kuna kitu kinaitwa qadari, nguzo miongoni mwa nguzo 6 za imani. Hamidi uziamini qadari, kwa maana ukiwa mwanamke uone kwamba ni matakwa ya Allah, na ukiwa mwanaume uone kwamba ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyo tulishakadiriwa kuwa Watanzania, tuko Watanzania, na kama ilivyokuwa tumekadiriwa kuwa Afrika, tuko Afrika, na wengine wamekadiriwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji, wafuatiliaji vipindi vyetu vinavyoendelea katika Ndauka Islamic TV. Hapa tupo na Ustadhi Jafari kutoka mkoa wa Lindi. Tupo mkoa wa Lindi mjini. Hapa leo mada yetu ni ya matendo. Muumini wa dini ya Kiislamu namna gani anatakiwa kutekeleza matendo katika kumdhukuru Allahu azza wa jalla. Hii ijulikane kuwa ni pate 1. Tulishawahi kuongelea mambo ya maadili kwa mwezi uliopita. Leo ni tupo katika pate 2. Atatueleza Ustadhi Jafari kutoka mkoani Lindi. Ustadhi, karibu katika kipindi chetu maalumu cha matendo kwa yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu Allahu azza wa jalla na mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Labda tuulize jambo moja na wapenzi watazamaji, wafuatiliaji vipindi vyetu vinavyoendelea vya kidini, swala la umuhimu wa kutoa sadaka, kwa sababu mwezi huu ni mwezi ambao kama vile tulivyokuwa tumeswali Eid al-Haji na wenzetu wakiwa kule Maka na Madina katika kutekeleza nguzo ya Mwenyezi Mungu Allahu azza wa jalla, lakini pia na kuzuru kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Tujiunge nasi tuweze kupata elimu zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina naitwa Jafari Isa na Mtungila, ni mkazi wa Lindi. Katika jambo ambalo Sheikh umeligusia ni jambo kubwa, kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka waja wake katika kujitahidi kuyafanya mambo ya kheri, ikiwemo na jambo la sadaka, hususan katika masiku haya ambayo tumeambiwa yanapatikana katika miezi mitukufu. Kumbuke kwamba bado tunao mwezi mtukufu wa Dhulhijja, katika ile miezi 4 ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'ani. Basi Dhulhijja ni mmoja wapo. Kianza na Dhulqaada, Dhulhijja, na ambao uko mbele yetu Muharram, ambao ndo mwezi wa kwanza katika ile hesabu ya miezi ya Kiislamu, na kwa mwezi wa kwanza, na mwingine uko peke yake mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa ujumla Sheikh amelieleza, na katika jambo hili la sadaka, lau tutalipa umuhimu wake, basi kwa hakika tutapata kheri duniani, lakini vile vile na maisha hayo ya akhira. Mtume alishazungumza katika mafuhumu ya hadithi, mafundisho sahihi, ma naqasa mali abidin min sadaqa, haipungui mali ya mja kwa kutoa sadaka. Kwa maana ukitoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuzidishia, atakufungulia, atakurahisishia riziki yako kuwa mzuri zaidi. Na mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mnachokitanguliza katika khairi, kwa maana hata katika jambo la sadaka, umetoa msikitini, umetoa katika madrasa fulani, umemsaidia yatima, fakiri, maskini, jirani, ndugu na jamaa, ule msaada uliompa ukitarajia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu anakupa ahadi kwamba tajiduhu inda Allah, mtakikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kile mlichokitoa.
lakini Allah akasema huwa khairan wa a'dhama ajra, hali kikiwa bora na chenye ujira mkubwa zaidi. Kwa hiyo jambo la sadaka ni jambo muhimu sana ambalo natakiwa sisi tulazimiane nalo ili tuweze kutengeneza maisha bora hapa duniani, lakini vile vile katika maisha hayo yanayokuja ya akhira. Iko hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, alieleza umuhimu wa mtu kuishi kwa kuwasaidia watu wa familia yake, ambayo inakuwa ni sadaka vile vile, kuwasaidia watu wa jirani zake vile vile inakuwa ni sadaka vile vile. Akatoa mafundisho yake kwa waja wa Mwenyezi Mungu, akasema katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man talaba dunya halalan mufakhiran mukathiran muraiya, mwenye kuitafuta dunia kwa njia za halali lakini lengo lake mufakhiran, ili ajifakharishe, yani anataka ajifakharishe, watambie wenzake, lakini mukathiran, ili kujilimbikizia apate tu kwa wingi, hatoi katika mambo ya kheri wala hatoi sadaka. Muraiyan, lakini vile vile kwa lengo la kujionyesha. Hayo malengo matatu Mtume anasema hayafai, anatuonya nayo. Akatoa madhara yake, anasema laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban, huyo mtu atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amemghadhibikia. Lakini dunia ameitafuta kwa njia za halali, lakini malengo yale yamekuwa tofauti. Akaendelea kusema Mtume wa Mwenyezi Mungu, wa man talaba dunya halalan, mwenye kuitafuta dunia kwa njia ya halali, yuko dukani, duka la halali, analima shambani, kilimo cha halali kabisa, ameajiriwa ajira safi kabisa ya halali, pamoja na uchumi wa aina yoyote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza huyo, lakini malengo yake istifafan anil mas'ala, istifafan anil mas'ala, ili kujiepusha na ile hali ya kuombaomba. Uislamu unataka sisi tusiwe na sifa ya kuombaomba, tumemuomba huyu tumemuomba yule. Hapana, Uislamu ni dini ya mwamba Muislamu inamuhimiza, Uislamu unamuhimiza Muislamu kujituma, kujitafutia katika riziki za halali. Naam, huyo ndiyo Ustadhi Jafari Namtundila, namna alivyokuwa ameongea, ameelimisha na kukumbusha kwa Waislamu au kwa jamii yote inayotuzunguka. Kwa Waislamu waumini wa dini ya Kiislamu wameelezwa kuwa kuombaomba ni sio jambo zuri, ni bora zaidi kujitafutia kufanya kazi kwa ajili ya kujitafutia kipato cha halali. Ustadhi, hili jambo sasa hivi limekuwa ni kubwa sana, hususani tukiwa hata tumeingia msikitini. Ustadhi, pale imamu anaweza kuhitaji mchango kwa ajili ya maji au umeme, lakini watu wanatoa mchango yao, yani 200, 500, lakini sio kwamba hawana pesa. Kwenye mpira wanatoa pesa nyingi sana, au kwenye michezo mingine ambayo ya kidunia wanatoa pesa nyingi sana, lakini kwenye majambo ya Mwenyezi Mungu wanakuwa wanatoa ziaka. Je, jambo hili hukumu yake inakuwa vipi, au tunalizungumzia vipi jambo hili, ili tuwakumbushe wale ambao wanaoleta mchezo katika masuala ya Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam Sheikh, hilo jambo ama kwa hakika ni jambo si zuri kwa Waislamu, kwa maana kila Muislamu ana nafasi ya kuitetea dini yake ya Uislamu kwa vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomjalia. Kwa maana lau tutafika msikitini na shekhe imamu wetu akataka sadaka, tujue hiyo ni fursa kwetu sisi, tuone hiyo ni sehemu ya biashara baina ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ukishatoa tayari ile ni sadaqatul jariya. Utarekebishwa msikiti, utakarabatiwa msikiti, basi kwa hakika wewe ni miongoni mwa wale ambao watalipwa hata baada ya kuwa umeondoka katika
maisha haya ya kidunia. Tukumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonyesha thamani ya Muislamu juu ya kuihami dini yake ya Uislamu, alishatuuliza katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, enye mlioamini, je, sikufahamisheni biashara ambayo mkiifanya itakuokoeni na adhabu iumizayo? Kwa kuna biashara ambayo sisi tukiifanya Allah subhanahu wa ta'ala atatuokoa na adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo Allah ikabidi atujibie yeye mwenyewe, sababu swali kubwa na ni swali zito. Akasema tu'minuna billah, kwanza kumwamini Allah wa rasulihi na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini watujahiduna fi sabilillah, na kufanya juhudi katika njia ya Allah. Kauli za wanaochuoni wanasema njia ya Allah maana katika dini ya Allah, dini lazima tuipambanie. Lakini tunaipambania vipi dini ya Allah? Bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nini na nafsi zenu. Mungu akasema dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua. Manake mkijua lifanyeni hilo jambo. Kwa hiyo Sheikh, kuhusiana na hilo jambo, ni jambo muhimu. Misikiti yetu leo inakuwa katika mazingira duni, mazingira ambayo si mazuri, kwa sababu Muislamu hajaona umuhimu wa kwamba yeye ndo mfadhili namba moja wa kufanya msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira mazuri. Hata madrasa zetu zinakuwa katika hali si mzuri, kwa sababu sisi hatujakuwa tukiwa tayari madrasa, misikiti na sehemu zingine ambazo tayari zitahudumiwa na jamii ya Waislamu, manake hizo sehemu zikasimamiwa na Waislamu, basi itahudumia jamii ya Kiislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo ni jambo, umeuliza jambo kubwa. Kwa hiyo tunaomba Waislamu waone ni fahari kutoa msikitini, ni fahari kutoa katika madrasa kwa ajili ya kuweka mazingira bora, ili tuweze kupata ujira mkubwa mbele ya Allah. Tumeshasema man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, yule atakayejenga msikiti basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjengea jumba la kifahari peponi. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa Islam, tubadilikeni, tutoweni zaidi katika majambo ya kheri, ikiwemo na katika sehemu za misikiti yetu ambayo tunafanya ibada. Kila msikiti ukiingia, hata shekhe hajasema basi una 1000 yako itoe kwa ajili ya Allah, kwa hakika utapata ujira mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Ustadhi ametoa elimu ya kutosha na kuwakumbusha. Elimu hii inapatikana katika mkoa wa Lindi, ndani ya Tanzania. Pia ikumbukwe kuwa mwezi huu ni mwezi wa kuweza kuwakumbuka wapendwa wetu ambao waliotangulia mbele za haki. Pia ili Ustadhi, tunalizungumzia vipi katika swala la kuwaombea dua na kwenda katika sehemu zile ambazo wamelala na kuweza kufanya usafi, ili Mwenyezi Mungu awasamee makosa yao walioyatenda ya siri na ya dhahiri, kwa sababu sisi ni binadamu. Ili tunalizungumza vipi katika kuwakumbuka kwa dua? Ni jambo zuri na ni jambo ambalo kwa jumla tumehimizwa katika mafundisho ya Qur'ani na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kuwakumbuka ndugu zetu, jamaa zetu, hususan wazazi wetu ambao wametangulia mbele za haki, kwamba kule waliko kuna maisha wanayaishi, lakini sisi tuna nafasi ya kuwaombea mbele ya Allah, ili kama katika neema Mwenyezi Mungu awazidishie neema zaidi, na kama katika adhabu Mwenyezi Mungu awape takhfifu ya adhabu ya kaburi, kwa sababu hawana cha kuwasaidia wao isipokuwa dua zetu kwa sisi tuliobaki hai. Na Allah ameeleza katika Isra, suratu al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, amehukumu Mola wako usimwabudu yoyote isipokuwa yeye, wa bil walidaini ihsanan, na uwafanyie wema wazazi wawili, fanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo kuwafanyia wema
wazazi wawili aidha wako hai aidha wamekufa, bado wewe kama kijana, kama ni mtoto, kama ni mja ambaye tayari umetanguliwa na wazazi wako wawili, wako mbele za haki, una nafasi ya kuwaombea dua. Sasa miezi hii ni miezi mitukufu. Hatuhusishi kwamba dua tuwaombee katika miezi hii tu, hapana. Wakati wote, miezi yote, mwaka mzima, mtu anajitahidi kuwakumbuka wazazi wako wawili, kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaja sifa ya watoto wema kwamba ni wale ambao wanaombea wazazi wao, maana yake wazazi wao wawili, maana yake dua. Aidha wako hai, Mwenyezi Mungu mjalie baba yangu afya, mjalie mama yangu afya, wajalie khairi, riziki mzuri wazazi wangu. Wakati wako hai unawaombea mambo mazuri, lakini wakishakufa, kuna kauli pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Mwenyezi Mungu arehemu wazazi wangu wawili kama walivyonirehemu, kama walivyonilea, kama walivyonihurumia mimi wakati niko mdogo. Kwa hiyo nafasi hiyo ni nafasi muhimu kwamba sisi ambao tuko na wazazi wetu tuwaombee wakiwa hai hapa duniani. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, tuwalinganie wao na dini, tuwahusie mambo mema, lakini wakishakufa bado tuna nafasi kila wakati kuombea dua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tulivyosema, si wazazi tu, bali kaka yako ametangulia, mdogo wako ametangulia, shangazi, mjomba, bibi, babu. Ni fursa muhimu kabisa ya kuombea dua, bali kuwazuru, kuwatembelea, kwa maana sehemu ambayo tayari wamelala kule makaburini, nayo ina kheri. Mtume alisema kuzuru makaburi tudhakiru al-akhirah, kuna mkumbusha yule aliyokuwa hai akhira, kwamba mimi ipo siku nitakuja hapa, kama walivyokuwa hawa wameletwa wamelala, na mimi nitakuja hapa. Kwa hiyo itampelekea mtu kuikumbuka akhira na akafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyazuru makaburi, sio katika miezi hii tu, maana imejengeka leo kwamba labda mfungo tatu ndo tunakwenda kufagilia makaburi, ikishapita mfungo tatu mpaka mfungo tatu mwakani. Hapana, ulifagilia kaburi la jirani, la ndugu, la baba, la mama, la ndugu yetu, ni wakati wote kuweka mazingira mazuri na dua, kuombea dua, kuwatakia kheri mbele ya Allah, ni wakati wowote inshallah. Naam, huyo ni Ustadhi Jafari Nantumbila, yupo hapa katika mkoa wa Lindi. Nasema umbao wa mkoa wa Lindi ni mpana zaidi. Ndauka Islamic TV tutaweza kulipotia taarifa mbalimbali zinazoendana na mambo ya Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla. Tutawatembelea makundi wa yale ambao yamepotea kabisa, hawamjui Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla. Tumalizie kwa jambo moja. Sisi wanadamu tunafanya mambo makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu hatumridhishi, hususani kwa vijana. Sasa hivi kuna kundi kubwa sana limeingia kwenye masuala ya jambo la kujitoa kwenye ubinadamu, kuwa mwanamume anajitoa kwenye wanaume, anaingia kwenye uwa mwanamke, maana yake kujibadilisha ujinsia, ili katika hukumu yake Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla analizungumza vipi. Channel hii tumesema ni ya dini, lazima tugusie mambo ambayo yanokadhibisha Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadhi, hili linazungumziwa vipi? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo gani, ili wapenzi watazamaji, wafuatiliaji channel Ndauka Islamic TV waweze kupata elimu zaidi. Mtu mwingine anaweza kufanya mambo kumbe atambui, lakini kuto kutambua kwake ndio kuvunja sheria. Shekhe, katika mambo ambayo ni ya hatari, hususan katika zama zetu, ni katika hilo ambalo umeligusia la mtu kujibadilisha yale maumbile ya kiume, akatamani awe mwanamke au mwanamke akatamani awe mwanaume. Ni katika mambo hatari ambayo Uislamu imeyapiga marufuku. Kwanza mtu inatakiwa uelewe na ufahamu
kwamba wewe ni mja wa Allah, umeletwa na wala hujajileta. Na katika nguzo zile za imani kuna kitu kinaitwa qadari, nguzo miongoni mwa nguzo 6 za imani. Inabidi uziamini qadari, kwa maana ukiwa mwanamke uone kwamba ni matakwa ya Allah, na ukiwa mwanaume uone kwamba ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyo tulishakadiriwa kuwa Watanzania, tuko Watanzania, na kama ilivyokuwa tumekadiriwa kuwa Afrika, tuko Afrika, na wengine wamekadiriwa katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kisharidhika, kama Saidina Ali akielezea ucha Mungu alisema ridha bil qanaa, kuridhika na kile kichache, kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekupa manake hizo neema alizokupa, ona kwamba wewe alhamdulillah, kwamba mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukishakuwa na moyo wa kutosheka, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupa na ziada. Lakini kama mwanadamu hana moyo wa kutosheka, itakuwa yale aliyosema Mtume, walau anna ibn adam utiya wadi min dhahaban uhibba ilayhi thaniya, lau mwanadamu atapewa bonde la dhahabu atatamani apate la pili. Walau utiya thaniya uhibba ilayhi thalitha, na hata kama akipewa la pili basi atatamani apate na la tatu. Wala yasubbu jawfan ibn adam illa turab, tumekasema kuna kitu kinaweza kujaza tumbo la mwanadamu, kukata ile matamanio ya mwanadamu, isipokuwa mchanga tu wa kaburi. Kwa hiyo katika hayo ulioeleza ni ile hali ya kujua mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, inatakiwa niishi kwa vile apendavyo Allah. Kwa katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi ni kubadilisha mtu kutoka katika maumbile yake ya kiume kwenda kwenye ya kike, aidha kimaumbile au hata kimavazi. Lakini vile vile kujibadilisha katika maumbile ya kike kwenda katika maumbile ya kiume, kimaumbile au hata kimavazi. Tunaona leo jamii ya wanadamu, jamii ya Waislamu, mwanamke lakini amevaa mavazi ya kiume, lakini vile vile mwanaume lakini amevaa mavazi yanayonasibishwa na manake mwanamke, bali tunaona vijana wanavaa mahereni, wanavaa mikufu. Haya yote ni katika mambo ambayo yamekatazwa na Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Mwenyezi Mungu amemlaani mwanaume anayejifananisha na wanawake na mwanamke anayejifananisha na wanaume. Kwa hiyo inatakiwa kijana aelewe, kijana wa Kitanzania, kwamba mimi ni mwanaume, basi nisiwe kama manake binti fulani, niwe katika taratibu za kiume. Kijana wa Kiislamu atambue hivyo, kwamba mimi kutoga hereni, kuvaa mkufu si katika taratibu za dini yangu, bali ni mila katika mila zile ambazo manake za kimagharibi, ambazo zimelinganiwa na sheitani. Lakini mafundisho safi ya Uislamu inamtaka mwanaume avae au aishi katika mazingira ya manake yale aliyoweka Mwenyezi Mungu ya kiumeume. Lakini na mwanamke vile vile atambue kwamba mimi kuvaa suruali manake kuvaa manake na mavazi mengine ambayo si mafundisho hasa ya Mwenyezi Mungu, haya ni mambo ambayo ni ya hatari kwangu, kwa sababu kwa mwanamke tayari kuna taratibu ya mavazi Kiislamu. Ndio maana wanawake wa Kiislamu wamepewa taratibu katika Qur'ani, na Mtume alishushiwa aya za aina mbalimbali, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna, ewe Mtume waambie manake wake zako na mabinti zako na wanawake wa Kiislamu wavae zile hijabu za Kiislamu. Kwa hiyo unakuta mwanaume wa Kiislamu akishatokezea tu unajua huyu ni mwanaume wa Kiislamu, na huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amewalea na kuwafundisha maswahaba. Vile alivyovaa Mtume ndio walivyovaa wao, lakini vile vile hata kwa wanawake wa Kiislamu walikuwa wanavaa zile hijabu za kisheria, si kuvaa mini sketi, suruali na mavazi mengine ambayo leo yamekuwa yameshamili katika jamii ya Kitanzania na pengine jamii ya wanadamu katika ulimwengu. Naam. Ndauka TV inawashukuru wote wanaofuatilia katika chaneli yetu Ndauka Islamic TV. Muzidi kufuatilia ili kuweza kupata elimu ya dini mbalimbali zinazotolewa na mashehe mbalimbali katika mkoa wa Lindi, mkoa wa Dar es Salaam, Mtwara na wilaya zake, na Chingwea, Ruangwa,
pamoja na Liwale. Nikiripoti kutoka mkoa wa Lindi, mimi ni Darwesh Dua kutoka Ndauka Islamic TV. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndauka TV, elimu kwanza. Katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kisharidhika, kama Saidina Ali akielezea ucha Mungu alisema ridha bil qanaa, kuridhika na kile kichache, kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekupa manake hizo neema alizokupa, ona kwamba wewe alhamdulillah, kwamba mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukishakuwa na moyo wa kutosheka, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupa na ziada. Lakini kama mwanadamu hana moyo wa kutosheka, itakuwa yale aliyosema Mtume, walau anna ibn adam utiya wadi min dhahaban uhibba ilayhi thaniya, lau mwanadamu atapewa bonde la dhahabu atatamani apate la pili. Walau utiya thaniya uhibba ilayhi thalitha, na hata kama akipewa la pili basi atatamani apate na la tatu. Wala yasubbu jawfan ibn adam illa turab, tumekasema kuna kitu kinaweza kujaza tumbo la mwanadamu, kukata ile matamanio ya mwanadamu, isipokuwa mchanga tu wa kaburi. Kwa hiyo katika hayo ulioeleza ni ile hali ya kujua mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, inatakiwa niishi kwa vile apendavyo Allah. Kwa katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi ni kubadilisha mtu kutoka katika maumbile yake ya kiume kwenda kwenye ya kike, aidha kimaumbile au hata kimavazi. Lakini vile vile kujibadilisha katika maumbile ya kike kwenda katika maumbile ya kiume, kimaumbile au hata kimavazi. Tunaona leo jamii ya wanadamu, jamii ya Waislamu, mwanamke lakini amevaa mavazi ya kiume, lakini vile vile mwanaume lakini amevaa mavazi yanayonasibishwa na manake mwanamke, bali tunaona vijana wanavaa mahereni, wanavaa mikufu. Haya yote ni katika mambo ambayo yamekatazwa na Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Mwenyezi Mungu amemlaani mwanaume anayejifananisha na wanawake na mwanamke anayejifananisha na wanaume. Kwa hiyo inatakiwa kijana aelewe, kijana wa Kitanzania, kwamba mimi ni mwanaume, basi nisiwe kama manake binti fulani, niwe katika taratibu za kiume. Kijana wa Kiislamu atambue hivyo, kwamba mimi kutoga hereni, kuvaa mkufu si katika taratibu za dini yangu, bali ni mila katika mila zile ambazo manake za kimagharibi, ambazo zimelinganiwa na sheitani. Lakini mafundisho safi ya Uislamu inamtaka mwanaume avae au aishi katika mazingira ya manake yale aliyoweka Mwenyezi Mungu ya kiumeume. Lakini na mwanamke vile vile atambue kwamba mimi kuvaa suruali manake kuvaa manake na mavazi mengine ambayo si mafundisho hasa ya Mwenyezi Mungu, haya ni mambo ambayo ni ya hatari kwangu, kwa sababu kwa mwanamke tayari kuna taratibu ya mavazi Kiislamu. Ndio maana wanawake wa Kiislamu wamepewa taratibu katika Qur'ani, na Mtume alishushiwa aya za aina mbalimbali, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna, ewe Mtume waambie manake wake zako na mabinti zako na wanawake wa Kiislamu wavae zile hijabu za Kiislamu. Kwa hiyo unakuta mwanaume wa Kiislamu akishatokezea tu unajua huyu ni mwanaume wa Kiislamu, na huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amewalea na kuwafundisha maswahaba. Vile alivyovaa Mtume ndo walivyovaa wao, lakini vile vile hata kwa wanawake wa Kiislamu walikuwa wanavaa zile hijabu za kisheria, si kuvaa mini sketi, suruali na mavazi mengine ambayo leo yamekuwa yameshamili katika jamii ya Kitanzania na pengine jamii ya wanadamu katika ulimwengu. Naam. Ndauka TV inawashukuru wote wanaofuatilia katika chaneli yetu Ndauka Islamic TV. Muzidi kufuatilia ili kuweza kupata elimu ya dini mbalimbali zinazotolewa na mashehe mbalimbali katika mkoa wa Lindi, mkoa wa Dar es Salaam, Mtwara na wilaya zake, na Chingwea, Ruangwa pamoja na Liwale. Nikiripoti kutoka mkoa wa Lindi, mimi ni Darwesh Dua kutoka Ndauka Islamic TV. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndauka TV,
Elimu kwanza. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.